Bwana Yesu asifiwe. Habari za wakati huu, mpendwa msikilizaji wangu na mtazamaji wangu popote pale ulipo, niweze kukukaribisha katika kipindi chetu cha siku ya leo. Kama tulivyokuwa tumetangaziana jana, tulikuwa na somo la mpango wa Mungu wa kuokoa. Kwa tunaendelea na somo letu la siku ya jana. Kwa niweze kukukaribisha kwa upendo kabisa, tuende pamoja, tusikilize, tujifunze, tukumbushane mambo mbalimbali ambayo tunaweza tukajua mipango mbalimbali ya Mungu kuokoa. Kabla hayo yote basi niweze kumuomba Mungu. Mungu mtakatifu, ninakushukuru sana kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa ajili ya mtazamaji wangu, asante kwa ajili ya mtazamaji wangu. Ninakushukuru sana kwa sababu umetupa nafasi hii Mungu kuweza kujifunza jinsi ambavyo unaandaa mipango mbalimbali ya kutuokoa kutoka katika maangamizi. Ninakushukuru Bwana Yesu kwa sababu unaandaa hata ile mipango ya hatari kabisa. Mungu mwaminifu, wakati mwingine unatumia maadui zetu kutuokoa, lakini lengo lako ili tuweze kuwa salama. Ninakushukuru Mungu mwaminifu. Tazama wakati huu ambapo ninakwenda kuwahubiria watu wako habari hizi njema, ninaomba nitumie tu kama mtumishi wako niweze kufikisha ujumbe wako mtakatifu. Mungu wangu, ninaomba kwa pamoja nami ukanifundishe ili niweze kuwaelekeza watu hawa katika jina la Yesu Kristo, na ninakushukuru. Karibu sana msikilizaji wangu, karibu sana mtazamaji wangu. Basi tuendelee na somo letu. Somo letu linaitwa mpango wa Mungu wa kuokoa. Tuone maana ya kuokoa. Kuokoa ni kutoa kitu au mtu kutoka katika hali ya hatari kumweka katika hali ya usalama. Ndio maana halisi ya kuokoa. Kwa hiyo unamtoa mtu kutoka katika hali ya hatari unamweka katika hali ya usalama. Hiyo ndio maana ya kuokoa. Watu wengi sana wametumika kama njia za kuokoa. Mwingine unakuta amemwona ndugu yake anatapatapa kwenye maji, anataka kuzama, anakimbia haraka, anamwokoa mwenzake, anamtoa kwenye hatari ya kufa maji, anamweka katika hali ya usalama. Mwingine mwenzake kadumbukia katika shimo, anamwokoa kutoka kwenye lile shimo kutumia kamba au na kitu kingine chochote, anamuinua, anamweka juu, anamweka katika hali ya usalama. Na Yesu Kristo pia ni mmoja wa watu ambao walituokoa sisi, wakatutoa katika hali ya hatari ya kuhukumiwa milele na kutuweka katika hali ya usalama ambao ni uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. So tutasoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 10, lakini tutasoma pia kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 19. Kwa tutasoma vitabu viwili tu leo. Tutawazungumzia watu wawili, jinsi ambavyo waliandaliwa kwa ajili ya kusababisha wokovu, kusababisha ukombozi. Taangalia. Kwa hiyo ni vitabu viwili, kitabu cha Kutoka sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 10, kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 19. Kwa tutaangalia hivyo vitabu vyetu viwili. Tutaanza na kitabu cha Kutoka sura ya 2. Okay? Tutasoma kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema, mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akaoa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mwana, na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi 3. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na rami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Umbu lake mtoto akafika mbali ili ajue atakayompata. Basi binti Farao akashuka aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto. Naye akakiona kile kisafina katika majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Akakifungua, akamwona mtoto, na tazama mtoto yule analia. Basi akamhurumia, akasema, huyu ni mmojawapo wa watoto wa Ebrania. Basi umbu lake mtoto akamwambia binti Farao, je, niende nimwite mlezi katika wanawake wa Ebrania aje kwako akunyonyeshe mtoto huyu? Binti Farao akamwambia, haya, enenda.
Yule kijana akaenda akamwita mama yake yule mtoto. Binti Farao akamwambia, umchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakulipa mshahara wako. Yule mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha. Mtoto akakua, naye akamleta kwa binti Farao, akawa mwanawe. Akamuita jina lake Musa, akasema, kwa maana nilikutoa majini. Bwana Yesu asifiwe. Okay, kabla sijaendelea na somo langu, nilikuwa sijajitambulisha. Kwa majina yangu naitwa Aida Patson Panja, ni Mrs. Yentro, napatikana hapa Dar es Salaam Mbezi. Karibu sana uweze kujifunza pamoja. Okay, tunaendelea sasa kwenye kitabu chetu cha Kutoka sura ya 2 kuanzia mstari wa 1. Nilipokuwa natafakari kuhusu mpango wa Mungu wa kuokoa, nikaangalia jinsi ambavyo Mungu alikuwa na mpango tofauti kutoka kwenye Agano la Kale na Agano Jipya. Mtu mmoja akanifundisha akasema, Agano la Kale ni kivuli cha Agano Jipya. Watu wanaposema kwamba siku ya Sabato na nini kale, Agano Jipya linaelezea kwamba Sabato ni Yesu Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kuangalia jinsi ambavyo Agano la Kale, jinsi Mungu alivyofanya mipango mbalimbali kuweza kumwokoa mwanadamu, na Agano Jipya alifanya nini. Kwenye Kutoka tunaangalia jinsi ambavyo Mungu aliweza kutumia mpango, aliweza kufanya mpango wa Musa kuwaokoa wana wa Israeli kutoka katika mateso ya Wamisri kuwapeleka Kanaani. Watu wengi tumekuwa mashuhuda, na pili story hiyo tunaifahamu, jinsi wana wa Israeli ambao walikuwa wakiteseka, wakihangaika, mateso makali ya kuumizwa. Mahali pengine nimesoma anasema kwamba mateso makali sana, wanabebeshwa matofali na kadhalika. Tumeona. Kwa hiyo Mungu alipoona kilio hicho, akawahurumia watu, akaandaa mpango. Mpango wenyewe ni Musa kuzaliwa kupitia mwanamke wa Kilawi, ili mtoto huyu Musa aweze kusababisha wokovu kwa wana wa Israeli. Mpango huu haukuwa mwepesi. Kama unavyofahamu, mfalme wa Misri alikuwa ana uadui na wana wa Israeli, kwamba kwa nini ni wengi sana, kwa nini ni wana nguvu sana. Akawa anafanya mipango ya kuwaua, mipango tofauti, mara anawafanyisha kazi ngumu ili wauawe. Wakati mwingine akawa anawaambia wakunga wanaozalisha kwamba watoto wote wa Israeli lazima wauawe. Unajua, Mungu aliona yote hayo. Aliona kwamba mfalme ataandaa mipango tofauti ya kuweza kuangamiza wana wa Israeli. Sasa itakuwaje kama mpango wa Musa utafeli? Aliandaa njia mbalimbali. Njia zenyewe tunaona kwamba mamake Musa alipoona kwamba siwezi kumficha mtoto wangu tena, itakuwaje Mungu wangu? Na vile ambavyo wale wanawake wa Kiebrania, neno la Mungu linasema walikuwa wacha Mungu, akamtengeneza ule mtoto kisafina. Kumtengeneza mtoto kisafina haikuwa akili yake, ila ni Mungu anaandaa mpango, anamuelekeza sasa kwamba kwa sababu Mungu anao mpango wa kuokoa wana wa Israeli kupitia Musa, anamwambia mama yake, tafuta kisafina, tengeneza kisafina, kamweke mtoto sehemu fulani. Ndio alikuwa maeneo mengi ambayo alitakiwa ampeleke mtoto pale amweke. Asingemweka tu mtoni, angemficha popote pale, kwenye mapango, kwenye nini, popote. Lakini kwa nini Mungu alimuelekeza yule mwanamke kwamba nenda umweke mtoto mtoni? Kwa ule ulikuwa ni mpango kabisa wa Mungu kuweza kumwokoa kuweza kumwokoa yule mtoto Musa aliyeandaliwa kwa ajili ya kusababisha wokovu kwa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hii sura ya 2 neno la Mungu tunaona kwamba anasema Mungu alikuwa alifanya kamchezo fulani. Yule mlinzi wa mtoto alipokuwa mbali anamwangalia mtoto kama anaweza kupata hatari yoyote ile, alimuona binti Farao anataka kumchukua mtoto. Yule mlinzi akakimbia akamwambia, nikakuitie mtu ambaye anaweza kunyonyesha mtoto. Unafikiri angeanza kwenda kuhangaika kutafuta mtu anayeweza kunyonyesha mtoto? Alikuwa anajua yupo mama yake huyo mtoto. Kwa hiyo mtoto Musa akaokolewa kwa staili hiyo. Ndipo baadaye
Unaona kwamba kuwa hofu kwa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpango wa Mungu wa kumwokoa mtu Mungu anaweza kukuokoa, kumwokoa mtu wake anayetaka kumtumia hata kupitia maadui zake. Jinsi Farao hakuwa rafiki na wana wa Israeli. Hakuwa na urafiki huo. Lakini Mungu alimtumia huyo binti Farao kuweza kumwokoa nani? Musa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati mwingine unaweza kuwa upo katika hatari sana. Unasema, Mungu wangu, nitaponaje katika hii hatari? Au kuna majambazi mbele yako. Mungu, tafanyaje sasa niweze kuokoa kutoka katika majambazi haya ambao wamenivamia? Mungu anaweza kumtumia jambazi mmoja wapo kuweza kukuokoa wewe, kwa sababu ndani yako inawezekana liko kusudi la Mungu ambalo Mungu anataka litimie. Bwana Haleluya. Sasa kwenye Agano la Kale tunaona jinsi ambavyo Mungu ameandaa mpango wa kuweza kuokoa wana wa Israeli kutoka katika mateso makali ya Misri kuweka Kanaani. Kwenye Agano Jipya mpendwa, naona angalia kabisa kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 19. Pale hizi habari nafikiri watu wengi tunazifahamu jinsi ambavyo Yesu alizaliwa. Mpango ulianza mbinguni. Mungu anawaza jinsi gani amuokoe mwanadamu kutoka katika dhambi. Afanyaje baada ya mwanadamu kuasi kwenye bustani ya Eden? Afanyaje sasa? Mungu ndipo anaandaa mpango wa kumtuma Yesu ulimwenguni kuja kuokoa watu. Kuja kuniokoa mimi, kuja kukuokoa na wewe pia. Yesu asifiwe. Anawaza kwamba uwezekano wa kumshusha Yesu moja kwa moja upo. Unaweza kumshusha moja kwa moja akaja akafanya ukombozi kwa wanadamu. Lakini nani angemwamini? Yaani kwanza watu tungekimbia, kwa sababu yule ni mwana wa Mungu. Naambiwa hata wale watu ambao waliweza kumuona Mungu, kuona nuru ya Mungu, kumuona Mungu, walitoka kumtazama usoni, kwa sababu ni mtakatifu. Yaani ni msafi sana. Yaani huwezi kumwangalia usoni. Kwa kama angemshusha moja kwa moja watu tungekimbiana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumtumia mwanamke mwingine tena, mwanamke Mariamu, kuweza kutumia tumbo lake ili Yesu aweze kuzaliwa. Ujue huu mpango wa Yesu kuzaliwa haukuwa mwepesi pia. Yesu amezaliwa, lakini vita zimekuwa ni kali sana kiasi ya kwamba wanataka kumuua. Hem, tuangalie kwenye kitabu cha Mathayo. Kwenye Mathayo 2:19. Hapa tunaangalia, anasema hata alipofariki tuanze mstari wa, tuangalie mstari wa 16. Anasema kwamba ndipo Herode alipoona ya kuwa amefadhaika, amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana. Akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehemu na viungani mwake mote, tangu wenye miaka 2 na waliopungua, kwa muda ule aliouhakikisha kwa wale mamajusi. Jue Yesu, Mungu anaandaa mpango wa kumwokoa mwanadamu. Vikwazo ni vingi. Tunaona huku kwa Musa, Mungu anataka kuokoa wana wa Israeli. Vikwazo tena mara nyingi vikwazo huwa vinainuliwa. Shetani anawatumiaga watu wakubwa sana. Unaona huku kwa wana wa Israeli ametumia mfalme kwenda kusababisha, yaani mpango wa kusababisha mtu yote anayetaka kuokoa wana wa Israeli kutoka kwenye mateso, kisu. Yaani mara nyingi Ibilisi anawatumiaga hao watu wakubwa sana. Nakumbuka nilipokuwa advance, mchungaji wangu mmoja akaniambia kwamba unatakiwa kuwa makini sana unapokuwa na cheo. Yaani unapokuwa na cheo kikubwa, hakikisha unakuwa makini sana. Mara nyingi Ibilisi huwa anatumiaga watu wenye vyeo ili kuweza kusababisha maangamizi au kusitisha ule mpango wa Mungu kwenye kusudi fulani. Ndivyo ambavyo hata kwenye somo letu tunaona
Mungu alimtumia mfalme wa Misri kusababisha watoto wote wa miaka miwili wa kiume wa Israeli kuuawa. Lakini kwenye kitabu cha Mathayo tunaona kwamba mfalme Herode naye anatumiwa tena kuja kuua watoto wa miaka miwili na waliopungua, yaani hata wenye mwaka 0 wote waliuawa. Yule shetani anakuwa na tapatapa, anasema inawezekana katika hao watoto nitakaowaua yule ambaye alikusudiwa kusababisha wokovu atakwema. Mpendwa, mpango wa Mungu hauzuiliki. Hapo sasa ndo tunatakiwa kujifunza sana kwamba mpango wa Mungu hauzuiliki. Mungu akitaka kukuokoa anakuokoa tu, yaani hata kuwe na kikwazo kiasi gani anakuokoa tu. Anaweza taka kunyanyua yeye mwenyewe akakuhamisha kutoka kwenye hatari. Anaweza akatumia hiyo hatari kukuokoa wewe. Anaweza kufanya kitu chochote kile kuweza kukuokoa wewe. Kabla muda wangu haujaisha, mpendwa mtazamaji, kwenye hili somo langu la mpango wa Mungu wa kuokoa, kuna ndugu yangu mmoja ambaye Mungu alimuokoa kutoka katika hatari. Yaani alikuwa anatoka dukani anaenda nyumbani kwake usiku. Sasa alipofika sehemu fulani, kulikuwa na watu ambao ni majambazi wanataka kumvamia wamuue. Mungu akamwambia kwamba tupa hiyo baskeli ulionayo. Huyo ndugu yangu akatupa ile baskeli. Mungu akamwambia jifiche hapo kwenye nyasi. Hizo nyasi ni fupi sana, yaani ni fupi mno, ni fupi kiasi kwamba maadui walikuwa na matochi makubwa, wakimulika hiyo sehemu lazima ionekane, hata sisimizi anaonekana. Lakini guess what? Katika ile hatari kubwa ambayo ilikuwa impata yule ndugu yangu, kwa mpendwa wangu, maadamu tu lipo kusudi la Mungu ndani yako, Mungu anataka kukutumia kutimiliza mpango fulani. Hata hatari ngumu ije kiasi gani, Mungu atalitimiliza kusudi lake. Mungu atalitimiliza kusudi lake. Unaweza ukaumwa, ukateseka, ukahangaika, ukakutana na shida mbalimbali, lakini mpango wa Mungu lazima utimie. Wa kuokoa lazima utimie. Utachelewa, utakaa miaka mingapi, usiwe na shaka. Lazima ukombozi upatikane. Asante sana msikilizaji wangu na mtazamaji wangu. Ninashukuru sana kwa somo hili ambalo limenifurahisha kwa kweli. Hata mimi nimeweza kujifunza vile ambavyo Mungu anafanya mipango tofauti kuweza kutuokoa. Baada ya hapo sasa niweze kuomba. Ninakushukuru sana Baba yangu, ninakushukuru Mungu wa mbinguni, Mungu aliyetuumba sisi wanadamu. Nashukuru kwa ajili ya mipango yako mizuri kutuokoa sisi wako kutoka katika hatari za wanadamu kwa wanadamu, hatari za ibilisi kwa kuja kwetu sisi wanadamu, hatari tofauti. Ninakushukuru sana Mungu kwa sababu umejaribu kumkumbusha huyu msikilizaji wangu kwamba hata akiwa katika hatari yoyote, Mungu anaweza kumwokoa. Mungu anaweza kufanya mpango wowote kwa ajili ya kusababisha kwamba huyu anakuwa. Ninakushukuru sana Mungu kwa ajili ya hili somo zuri, somo la maarifa. Ninaomba Mungu uzidi kuwa pamoja nasi hata kama masomo yanayoendelea. Ninaomba uzidi kutubariki, uzidi kuwa pamoja nasi, uzidi kuwabariki na wasikilizaji wetu, uzidi kuwatunza na kuwapigania.